Karibu katika sehemu ya 10 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 9, kisha unagusa hiyo pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 9, ni mara baada ya kushuhudia kwamba yule mwanamama alikuwa akipenda sana kushinda katika hoteli aliweza kuondoka na moja kwa moja akarejea hospitalini. Lakini pia tuliweza kumtazama mpiga kinanda maarufu sana ndani ya nchi ya Korea anayefahamika kama Roy John. Huyu mwamba mke wake alifariki siku nyingi zilizopita, lakini hakutaka kumzika, akamwacha katika mafridha. Alikuja kumletea ua jekundu. Lakini kitu ambacho mwamba alikuwa hajui kabisa ni kwamba mke wake, mzimu wake, kila wakati ulikuwa huko nyuma yake na ukimshikilia na kumtia moyo katika kila hatua ya maisha anayoipitia. Ila kuna siri nyingine inaendelea. Lakini pia katika ile kampuni ya Mwamba Jangwan, siku ya leo alikuwa na bonge la event na mgeni mwalikwa ambaye atakwenda kupiga piano alikuwa mwingine bali ni yule mwamba Roy John. Na mwamba akiwa katika chumba cha kusubiria alikuwa akipata huzuni sana na alitamani hata kujibonda vidole vyake ili angalau asiwe anaweza kupiga tena piano, lakini akashindwa kabisa, akakosa ujasiri wa kufanya hivyo. Lakini katika wakati huo mwamba Kang-hoo ambaye ni kiongozi wa ulinzi alikuwa akipita hapa na akaweza kugongana na huu mzimu ambao uliweza kufa siku za hivi karibuni. Ila alipoweza kupishana nao akaanza kuhisi kana kwamba amepishana na kitu na akaanza kujiuliza, ni kwa nini mwili wangu umekupa ni baridi kiasi hiki? Huu mzimu ulikuwa ukimsikia mwamba namna anavyoongea. Basi jamaa moja kwa moja akaelekea katika chumba cha music. Lakini huyu mpiga kinanda maarufu anayefahamika kama John aliweza kujificha, kutaka kabisa mtu wote aweze kujua kwamba alikuwepo hapa ndani. Lakini mwamba Kang-hoo katika harakati zake za kuendelea kutafuta alikuja kugundua kuwa huyu mpiga kinanda alikuwa amejificha nyuma ya kinanda. Akaanza kumuuliza, unajificha kwa ajili gani? Lakini mwamba hakuweza kujibu. Jamaa akaweza kumkwida na kuanza kumnyanyua hapa ndani. Lakini wakati huo walinzi wakawa wamefika eneo hili na kugundua kwamba huyu mtu ambaye anakunjwa ndio mgeni mwaliko ambaye atakwenda kupiga kinanda siku ya leo. Hasa mwamba Roy John akatumia hii kama fursa, akasema kwamba kwa sababu mlinzi wenu ameweza kuniumiza mkono, basi siwezi kabisa nikapiga piano siku ya leo. Kwa hiyo niseme kwamba nimekansel kabisa mwaliko wenu wa siku ya leo. Bidada Gang-soo alipoweza kugundua jambo hili aliumia sana. Akaenda kumfuata huyu mwamba Roy John na kumomba msamaha kwa kile ambacho kimeweza kutokea, lakini jamaa hakutaka kabisa kumsikiliza bidada, kama ondoka zake. Lakini ile time tu mwamba anaondoka, basi moja kwa moja bidada akaweza kuona ule mzimu ambao ni mke wake mwamba Roy John, na ukamwambia kuwa naomba unisaidie kunirekebishia mume wangu kwa sababu anapitia nyakati ngumu sana. Lakini huko upande wa pili secretary alikuwa akiongea na mwamba Gang-wan akimwambia kwamba unatakiwa ununue hii cheni na umpatie bidada kwa sababu pindi utakapokuwa umesafiri kuelekea Shanghai katika vikao vyenu vya kiofisi, basi bila shaka atakuwa anakumisi sana. Lakini mwamba akamwambia secretary kwamba hamna umuhimu wowote mimi kumnunulia bidada hiyo cheni. Ya nini bana? Kama atanimisi animisi, kama hatonimisi asinimisi, vyovyote vile yani. Lakini kumbe mwamba alikuja kuinunua ile cheni kisirisiri na akaweza kumpatia bidada. Ila sasa kisanga ni anaendaje kwenda kumpatia bidada. Jamaa akaanza kuwaza, ndio amwambia kwamba hebu chukua hii cheni au nimwambieje. Lakini wakati huo bidada akawa anagonga hodi na kusema kwamba nimekuja kuchukua zawadi yangu, nasikia umenunulia zawadi. Jamaa akabakia mdomo wazi kwa sababu hii zawadi amenunua kisirisiri, na maana watu tayari washagundua kwamba amenunulia bidada. Mambo haya hatari kweli kweli. Mwamba akamruka bidada na kusema kwamba mimi sio ambaye nimekununulia hii zawadi. Hii zawadi nimenunua kwa ajili ya mtu mwingine. Bidada akasema poa tu bana, nilikuwa naulizia peni yangu moja hivi ambayo nilikuwa naandikia masuala ya ilizi hivi. Umeiona? Jamaa akasema kwamba sijaweza kuiona peni yoyote ile. Sawa? Okay, bidada akasema basi ngoja niandae chakula hapa kwa sababu kuna mwanamke ambaye anataka kumwandalia mume wake chakula siku ya leo. Mwanamke tena, ina maana anamwandalia kwenye nyumba yetu hii? Akasema hapana, yani kuna mwanamke yule mke wa Roy John, yule mama ambaye ni mpiga kinanda, ndio alikuwa anampenda sana kumwandalia mume wake chakula. Kwa hiyo akaomba siku ya leo aweze kushirikiana na mimi. Mwamba akashtuka sana kuona kwamba tayari mzimu ushaingia hapa ndani, na akaanza kusema kwamba huyu mwanamke alikuwa akimjali sana mpenzi wake. Kabla hata ya kuanza kupiga kinanda alikuwa anamwandalia keki nzuri sana na vyakula vingi sana vya kupendeza. Lakini wakati huo bidada anaendelea kuongea na huyu mzimu, kumbe bana mwamba alikuwa yuko hapa kando anafuatilia tu maongezi yake. Hapa tu bidada akawa anataka kuelekea kwenda kuchukua mafuta sehemu. Akashangaa kuona kwamba ameweza kugongana na huyu jamaa. Kitendo cha kugusana tu na huyu jamaa, ule mzimu ukawa umetoweka. Kumbuka kwamba huyu akigusana na mzimu basi yule anatoweka. Ikabidi bidada kwanza kusema bana, usingenigusa, umenigusa tayari mizimu ishaondoka. Sasa mimi nitatengenezaje hii keki? Alikuwa ananielekeza. Ndapataje maelekezo? Mwamba akapata wazo, akaingia pale katika maeneo fulani vya freezer, akamwambia kwamba kunywa hii bia haraka sana, alafu utakapokuwa umeelewa basi ule mzimu ataingia katika mwili wako na yeye ndio atakwenda kutengeneza hicho chakula kwa niaba ya kwako wewe. Bidada akasema sawa, lakini huo mzimu unaweza kaingia kwenye mwili wangu na ukao na goma kutoka. Kwa hiyo ni hatari pia, ila naomba tu ninywe bana hiyo bia. Mwamba kuyasikia hayo akamwambia bidada, kuanzia leo sijawahi kusubutu kunywa pombe hata kidogo. Lakini dakika hizo bana ule mzimu ukao umeweza kurudi. Bidada alifurahi kweli kweli na kuanza kumwandalia chakula. Na wakati huo anaendelea tu kumwandalia hicho chakula, na kumbe mwamba alikuwa ameelekea tena mocho, alikwenda kumtazama mke wake. Wakati huo bana akapokea simu, bidada akimwambia kuwa ana jambo la muhimu sana anataka wadiscuss. Lakini pia akampatia keki na akamwambia kwamba unaweza kujaribu. Jamaa aliweza kujaribu, alishangaa kwa kwamba hii keki inanogea sawa kabisa na ile ambayo mke wake alikuwa akitengeneza kipindi cha uhai. Bidada Gang-soo akamwambia mwamba kwamba mke wako yuko upande wetu kila wakati na amenishirikisha kutengeneza hii keki ambayo nimeweza kuandalia siku ya leo. Amesema anatamani sana kuona unapiga hatua katika maisha. Mwamba baada ya kuyasikia hayo maneno akajikuta mwili wake mpaka
mpaka unapata nguvu. Vidole vyake ambavyo vilikuwa vimekunja akajikuta tu anavilegeza na kutaka kuanza kupiga kinanda. Baada ya hapo akamshika huyu Gangsu na kusema kwamba naomba niongee na mke wangu hata mara moja tu. Lakini bidada akatikisa kichwa akasema kwamba haiwezekani kwa sababu ni ulimwengu miwili tofauti kabisa. Kwa hiyo hatakiwi kabisa kuendelea kuchimba ndani zaidi, atakosea na atamkosea Mungu. Hasa Mwamba Jangwan kabla ya kuelekea airport akaanza kumuuliza bidada, "Je, utakuwa na hofu sana pindi utakapogundua kwamba mimi sipo hapa nyumbani?" Lakini bidada akasema hapana, ni kawaida tu, nitakuwa najisikia amani, haina shida. Basi Mwamba akasema kuwa ulikuwa unatafuta peni yako, si ndio? Lakini jamaa alikuwa anazuga tu kana kwamba aweze kumpatia bidada ile zawadi ya cheni. Wakati huo anaendelea kujisearch na bidada akazuga eti kana kwamba eti naye anajisearch. Ngoja kwanza nikaitafute peni yangu huko katika chumba changu. Hasa bidada asijue kwamba anavyoondoka hapa ndo anaikosa zawadi ya cheni. Jamaa anajikuta anashindwa kumpatia zawadi bidada. Hasa huku bidada Gangsu alikuwa ameelekea katika duka fulani hivi la nguo akiwa ameambatana na ule mwamba anayefahamika kama Liu Jon. Huyu jamaa alikuwa anaelekezwa nguo ipi ya kuweza kuvaa. Kumbuka kwamba hapa ameambatana na ule mzimu ambao ni mke wake na ulimchagulia nguo sahihi kabisa kwa sababu mwamba anaenda kufanya performance. Lakini dada yake na bidada Gangsu akasema kwamba hivyo utaendelea kuwa mtumwa wa watu katika siku zote za maisha yako au itakuwaje kwaje? Lakini bidada akasema kwamba sasa hivi nataka mke wa Liu aweze kuvaa mwili wangu ili aweze kuongea na mume wake yeye mwenyewe. Lakini dada mtu alisema kwamba usije kusubutu kufanya kitu kama hicho hata kidogo, kwa sababu utakapofanya hivyo uwezo ukajua ule mzimu unaweza kubakia ndani ya mwili wako ama ukatoka. Sasa kama ukibakia ni hatari sana, unajua hilo. Lakini wakati haya yote yanaendelea kudiskasiwa, Mwamba alikuwa akimsikia vizuri kabisa bidada kile ambacho anadiscuss na mwenzake. Akaona kwamba kumbe inawezekana kabisa mwili wa huyu mwanamke ukatumiwa na mke wangu. Wazo la kipumbavu likawa limemjia Mwamba. Akawaza, akarudi katika mji ule wa mochwali na kusema kwamba mke wangu, niko tayari kabisa kukupokea wewe hata kama utakuwa unatumia mwili wa mtu mwingine. Hasa huku bana Mwamba yule Jangwan, kumbuka kwamba ndo anaondoka hivyo anaelekea airport, lakini ile cheni hajaweza kumpatia mtu yoyote. Ila akakumbuka kwamba bidada kuna kipindi fulani alisemaga kwamba katika lile keni pale anko mmoja ambaye ni marehemu anashindaga pale. Ikabidi Mwamba kwa imani tu aende kumwambia huyu mzimu kwamba naiacha cheni hii, lakini naomba umpatie bidada Jangho maelekezo yote ili mpaka aweze kuipata hii cheni, ni mali yake. Lakini mara baada tu ya Mwamba kuweza kuondoka, kuna wadada wawili walikuwa wanakuja kukaa katika eneo lile lile. Huu mzimu bana ukaanza ulinzi pale pale, ukaanza kulitikisa ile keni. Na baada ya kulitikisa ile keni, wakina dada wakaanza kuogopa, mbona hii keni inatikisika lenyewe? Lakini kumbe alikuwa anawasaidia hao waweze kutoka eneo hili. Huku upande wa pili Mwamba Roy John akachukua vidonge vya usingizi akaviweka katika kinywaji fulani ambacho bidada atakwenda kunywa, na akaamini kwamba pindi bidada atakapokuwa amekunywa basi atamuomba mke wake aweze kuingia katika mwili huu na asije kutoka kamwe. Ni kweli kabisa, katika dakika za kuhesabu bidada naye mbwembwe zikawa zimezidi, akajikuta anaingia mpaka katika chumba hiki, akawa amenyoshwa kinywaji. Baada ya kunywa kile kinywaji moja kwa moja akawa amelala na ule mzimu ukaingia katika mwili wake. Japokuwa huu mzimu haukupenda sana kufanya tukio hili, lakini kwa mapenzi ya mume wake basi ukalazimika kufanya hivyo. Basi bana mjomba mtu wa Mwamba Jangwan alikuwa anaingia ndani ya chumba hiki, ila alishangaa sana kumwona bidada Jangho akiwa na mawazo ya tofauti kabisa, yani na tabia zenye kupekewa tofauti kabisa. Kabaki anashangaa mbona bidada amebadilika sana tofauti na alivyokuwa kabla. Na huyu mpiga kinanda alisema kwamba nikishamaliza performance yangu siku ya leo ya kupiga kinanda, naahidi kwamba bidada huyu Jangho nitamsafirisha mpaka nje ya nchi kwa sababu ametokea kunifurahisha sana siku ya leo. Basi secretary ikabidi kuweza kumpigia jamaa simu na kumwambia kwamba hivyo ulishachanaga na yule bidada Jangho, kwa sababu mbona hati nasikia kwamba anatakiwa kusafiri kuelekea nje ya nchi na huyu Mwamba Liu Jon. Na ikabidi secretary kusema kwamba yani sasa hivi wako tofauti kabisa, ni kama vile wana mahusiano, namna walivyokuwa wameshikana mikono, alafu wanasema kwamba wana safari kuelekea nje ya nchi baada ya show. Mwamba Jangwan kila anapoyasikia haya akaanza kuunganisha doti, akaanza kugundua kwamba ndio maana bidada bana alisema anataka kumsaidia Mwamba angalau aweze kumpatia mwili wake. Kumbe bana hiki ndio ambacho kinaendelea. Hasa jambo la kushukuru ni kwamba wakati huu Mwamba anapigiwa simu alikuwa yuko airport, alikuwa bado hajapanda ndege. Haraka sana akacancel flight na moja kwa moja akawa anarudi tena katika ile hotel. Mwamba akamwambia bidada, kusanya kila kitu chako, mimi nakwenda kufanya performance ya mwisho katika stage. Baada ya hapo nikirudi na kuchukua na moja kwa moja tunaelekea nje ya nchi. Lakini huyu bidada akamlamba kibao jamaa. Bidada akasema, wewe ukui kila siku za maisha yako, umekuwa tegemezi mpaka tegemezi tena. Yaani unanitegemea mimi mke wako kila wakati katika kila kitu kikubwa na kidogo. Hivi unajua kwamba nilikuwa nateseka sana nilipokuwa nikiishi na wewe kule duniani, kwa sababu niligundua unaniegemea katika kila kitu. Nilikuwa nimechoka sana, lakini nilikuja kugundua kwamba niko huru pindi nilipoweza kufa. Akasema siwezi nikikatili haki ya mtu mwingine kuweza kuishi. Bidada Gangsu aliweza kunisaidia katika mambo yote. Embo amka mme wangu, kwani unakuwa mjinga kiasi hicho? Mwamba haya maneno yalikuwa yameingia mpaka ndani ya mtima. Jamaa alijikuta mpaka anapiga magoti akimsihi mke wake kwamba naomba ubakie ndani ya mwili huu, nina mazungumzo na wewe. Wakati huo akawa ameelekea kupiga piano. Lakini ile namna ambayo Mwamba alikuwa akipiga kinanda siku ya leo alikuwa akipiga katika utofauti mkubwa. Yaani alikuwa anapiga katika namna ambayo iko bomba sana. Kiasi fulani hivi ni kama jamaa alikuwa amepiga hatua fulani. Huku upande wa pili huku Mwamba Jangwan ameweza kufika na akamkuta bidada akiwa amekaa
hapa ndani na akasema, nakusii wewe mzimu utoke haraka sana kwenye mwili wa msichana wangu. Akamwambia, we kaka wewe, yani unaishi na mwanamke siku zote za maisha yako na hujui siri zake. Hivi unajua kwamba bidada Gangsu alikuwa akikupenda sana kwa kipindi kirefu? Na akamweka mwamba wazi kwamba ili mimi niweze kutoka ndani ya mwili huu ni jambo jepesi tu inatakiwa kufanyika. Unatakiwa kumkisi bidada Gangsu na atakwenda kupata fahamu zake. Baada ya hapo mimi nitakuwa nimetoka. Jamaa kwa kuwa anampenda sana bidada, hakutaka kabisa kupoteza muda, akaweza kumkisi na moja kwa moja bidada akaweza kupata ufahamu wake, lakini akamwegemea mwamba. Kisha jamaa akaweza kumtua katika sofa. Jamaa akichungulia muda anagundua kwamba yuko nje kabisa ya wakati na ana appointment ya muhimu sana ya kikampuni. Ikabidi kumwacha bidada hapo akiwa amemshika nafasi ya mkono hivi, na moja kwa moja akaelekea airport kwenda kubuku ndege nyingine. Lakini ile time bidada anafungua tu macho yake, anashangaa amevaa gauni moja nzuri kweli na mwamba Kanghu yuko mbele yake. Akawa anajiuliza, nimefikaje hapa na kwa nini nimevaa nguo hizi? Huyu mwamba Kanghu akasema kwamba hata mimi mwenyewe sijui kitu chochote ambacho kinaendelea. Lakini kesho yake bidada akiwa mbeba maboksi anaendelea kufanya kazi zake hapa katika kampuni, akaweza kuliona lile keni likiwa linatikisika. Alipojaribu kuuliza akamwambia kwamba tazama pembeni hapo. Akaja kugundua kwamba kuna cheni ambayo ilikuwa imeweza kuachwa. Na yule mzimu wa mjomba mtu kasema kwamba alikuwa ameacha hiyo cheni, alikuwa ni mwamba Jangwan. Basi bidada alifurahi kweli kweli. Lakini wakati huo ikaja taarifa nyingine kumhusu mwamba Jangwan, na mtu aliyekuwa ameleta taarifa alikuwa ni mlinzi katika kampuni. Habari hii ikamshangaza sana bidada na kujikuta anaanza kukimbia. Tukutane katika episode ya 11 itakayokwenda kutupa majibu nini ambacho kilikuwa kimeweza kupokelewa.